matumizi yasiyo sahihi ya vyombo vya moto, magari, pikipiki. Ziko ambazo hazisajiliwi na ziko ambazo zinatumia chassis number na ziko ambazo hazitumii kabisa plate number. Iwe Tanzania bara na visiwani kote hairuhusiwi kwa mujibu wa sheria tulizonazo. Hivyo basi ukikutana na mtu anafanya hivyo ni amekaidi na kuvunja sheria, sababu zitaangaliwa, mchukue hatua dhidi ya mambo hayo. Ikiwa ni sambamba ya matumizi ya vyombo vya moto yasiyo sahihi. Wapo ambao wana vyombo vya moto, pikipiki na magari, wanazibua mafuta, ile bomba moshi wanalikata ili pikipiki itoe muungurumo usio wa kawaida na kusababisha kelele na noise pollution kwenye mitaa ya watu. Magari yapo ya namna hiyo, na wengine sasa hata kwa ile mafuta au ile exhaust anaweka kuna vidude vimenunuliwa vinapigwa sisi vinapatikana. Zetio yuko hiyo habari ipo marasio wote wanafahamu kwenye mikoa. Zetio anajua gari inawekewa kwa plug kitu fulani au inatoa muungurumo wa ajabu. Ukiacha ile miungurumo ndio kuweka, kuna miungurumo mingine ni ya kwenye mashindano ya magari. Miungurumo ya pikipiki ya kwenye kuendesha kwenye mapori, lakini sio kwenye makazi ya watu. Na wengine wana basi na kwa mabongo yamepasuka. Hii inaleta taharuki kwa wananchi. Wapo wananchi wagonjwa wanatembea, wengine ana pressure. Wapo wengine ni wagonjwa nyumbani, unapitisha pikipiki yako ina sauti kubwa ya ovyo. Magari unasababisha taharuki, na wakati mwingine unaweza kuwa unasababisha hata maafa. Sababu ukipita hapa kwa sababisha pressure umeendelea na safari yako, lakini madhara uliyoacha. Mchezo huu sina hakika kwa upande huu wa Zanzibar. Upo pia. Upo na Dar es Salaam na upande wa bara upo. Hasa ile barabara ya Coco Beach na maeneo mengine. Wanaendesha gari kama za mashindano. Si ruhusa kwenye makazi ya watu, si ruhusa kwenye maeneo ya miji, mijini. Kuna ofisi za watu za umma, kuna makazi ya watu, na kuna maeneo ambayo ni ya wagonjwa, hata kama kwenye familia, kwa sababu wewe sio lazima uwe hospitali wote. Tuchukue hatua kali za sheria. Hizo gari zao na pikipiki zao ukizikamata zikaenda pale na kuangalia sheria zinaeleza kwa sababu ile sawa na defective motor vehicle. Yaani kama ina muungurumo sio kawaida, maana yake ni defective, sio? Yakishakuwa na muungurumo ambao sio kawaida, tayari ile chombo kibovu. Tuchukue hatua kwenye hayo maeneo. Mambo ambayo yanawakera sana wananchi ni kwenye haya. Kwamba stop na kila watu, hata mimi binafsi pia sipendi. Maana ila sasa kwa mimi sipendelei sana kwa sababu ya stop, na pia ni kero kwa watu. Hata mimi pia nasikia malalamiko mengi kwa watu. Ni kwa shauri kwamba labda serikali wao labda waangalie hapa kwa padarasa jinsi bodaboda wa kuna hichi na hichi nafaa, hichi hakifai, kwamba hichi kizuri sio kizuri, kama hichi na kila watu au vipi. Ni kwamba watu elimu basi. Ndicho ndio tunakiomba mimi. Hicho kitu hakina ulazima katika pikipiki. Yaani kama mbwembwe fulani, yaani hakina ulazima hicho kitu. Hilo swala la vijana wanaopita barabarani wanaopiga mastopa au vijana kidogo na matatizo. Kuhusu matatizo kwa sababu gani? Haiwezekani tumekaa kama hivi maskani tumetulia. Wakuja vijana hapo anapita hapa barabarani anapiga stopa, anavuta mafuta tena anapiga stopa. Kwa hiyo mtu anakuwa ile nafsi yako ile unastuka, ni unajua? Yaani inakuwa iko kitu yani sio kizuri, na wale wanaotoboa mic source nini hivyo vijana sasa hivi, yani kusema kweli, yani sasa vijana sasa hivi yani
yani tuseme sio wamekueje, yani tofauti na zamani. Yani wanapita barabarani, utakuta wapiga LCT tena wanakuja wanaipiga stop ile tap ile, unazua pu hata mtu kama una pressure mtu unaweza ukazimia. Ukutana hivyo vitu hamna faida. Kupiga stopa ujinga, sio kusema kuna faida. Maana uwezo kusema unapita sehemu unapiga stopa eti ndo unakuja eti ndo unasema kuna faida. Faida gani hapo unaopata? Hamna faida yoyote hapo unaopata zaidi ya ujinga na kama watu wengine wanakuwa na mapresha. Washangaa unapiga hivyo mtu anavuta hapo anastuka. Mtu mwingine ana pressure yake hivyo karibu. Kusema kweli, yani vijana yani tunaomba ni vijana waachane na hiyo stopa, masuala ya stopa. Hiyo sio yake. Nimesikia hapo katikati kama sio watatembea kila kijiji ukiona sio kama vijana wanaopiga mastopa wakamatwe, itakuwa vizuri. Itakuwa vizuri.